na ile nguo alikuwa mtandio wake alikuwa ameuzungushia kwenye shingo. Sasa uliposhika kwenye zile spoko ukamchinja ile shingo yake, ukamsababishia na kumvuta kwenye pikipiki kuanguka chini, lakini ule mtandio ndio uliochinja lile shingo lake. Ni mwendelezo wa habari juu ya kifo cha kusikitisha kilichomkuta Mwalimu Swabai Batenga aliyekuwa na umri wa miaka 58, mkazi wa Kiaka, wilaya ya Misenyi, mkoani Kagera, ambaye amefariki baada ya kunyongwa na mtandia akiwa kwenye pikipiki. Kufuatia tukio hilo, viongozi wa dini akiwemo mteule wa mufti wa Tanzania wamefika nyumbani kwa Mwalimu Batenga, na hapa wanaeleza tukio lilivyokuwa pamoja na kutoa nasaha juu ya tahadhari kwa watumiaji wa vyombo vya moto. Kwa majina anaitwa Sheikh Miqdad Abdallah Kasim Ishebari Jamuyonga, ni shekhe wa kata ya Kiaka. Tumepatwa na msiba wa kufiliwa na ndugu yetu Mwalimu Swabai ambaye alipata ajali jana baada ya kuwa amepakizwa kwenye pikipiki, lakini nguo yake ikawa imeshika kwenye spoko na ikawa imemsababishia kupatwa na ajali. Na ile nguo alikuwa mtandio wake alikuwa ameuzungushia kwenye shingo. Sasa uliposhika kwenye zile spoko ukamchinja ile shingo yake, ukamsababishia na kumvuta kwenye pikipiki kuanguka chini, lakini ule mtandio ndio uliochinja lile shingo lake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninaitwa Sheikh Hashim Hassan Kamgunda, mjumbe wa halmashauri kuu taifa, mteule wa Mheshimiwa Mufti, lakini pia ni mwenyekiti wa taasisi ya Tawun Islamic Foundation Afrika na Tanzania. Tumekuja msibani, tumekuja kumzika dada yetu mwalimu, alikuwa akifundisha shule ya msingi. Amepatwa na ajali ya pikipiki mpaka ikimpelekea kifo. Ajali yenyewe sio ya kawaida, ni hizi nguo wanavaa kina mama, mtandio, jalbibi, iliingia kwenye pikipiki ikasababisha kukaba, ikamletea kupatwa na mauti. Kufa ni kila mtu anakufa, na ndio maana wengi unaisha kufa na wengine tutakufa. Hatutakufa kwa njia hii ya ajali ya pikipiki, lakini kufa kuko pale pale. Tunachoweza kusema ni muhimu sasa, kwa sababu tumeshakubali ni usafiri wetu, kujiandaa wakati tunaenda kutumia huo usafiri. Ni kwa upande wa kina mama, na hasa ndio wanaguswa sana na jambo hili, ni kwanza kumchagua dereva mzuri, pili ni yeye kuchukua tahadhari yake binafsi. Nguo zile wanazovaa kina mama wawe makini sana na zile nguo ndio zinasababisha tatizo kama hili. Hili si tukio la kwanza hili. Yameshatokea matukio ya namna hii. Kina mama wanapopanda pikipiki wanajisahau kuvuta nguo zao, na zile nguo zinawasababishia wanawake wengi wamepata ajali kutokana na nguo zao hizo, mitandio yao kushika kwenye spoko za mapikipiki na kuwasababishia ajali. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wanawake wote na waendesha pikipiki, anapopakia mwanamke kabla hajaondoka kuanza safari, amwambie abebe au apandishe zile shungi zao hizo au jalabibi zao wazishike ili zisiweze kuwasababishia ajali, kwa sababu matukio yamekuwa ni mengi.